Ndio maana inaitwa kwa mujibu wa sheria, ina maana kila mtu lazima aende. Jeshi la Kujenga Taifa linaendelea kuwasisitiza na kuwaomba wazazi na walezi wawaruhusu vijana wao ambao watakuwa wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Wito wa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa mujibu wa sheria mwaka 2025. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele anatoa wito kwa vijana waliohitimu elimu ya sekondari kidato cha 6 mwaka 2025 kutoka shule zote za Tanzania bara kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria. Sanjari na wito huo, Jeshi la Kujenga Taifa limewapangia makambi watakayokwenda kupatiwa mafunzo na wanatakiwa kuripoti makambini kuanzia kesho tarehe 28 Mei hadi tarehe 8 Juni 2025. Wahitimu wenye mahitaji maalum and physical disabilities waripoti katika kambi ya Ruvu Jeshi la Kujenga Taifa iliyopo Mlandizi mkoani Pwani, ambayo ina miundombinu ya kuwahudumia watu hao. Orodha kamili ya majina ya vijana hao, makambi ya JKT waliopangiwa, maeneo makambi hayo yalipo na vifaa watakavyotakiwa kwenda navyo inapatikana katika tovuti ya Jeshi la Kujenga Taifa ambayo ni www.jkt.mil.tz. Aidha, ili kufahamu kambi kijana aliyopangiwa, kijana anatakiwa kuingiza jina la shule au namba ya shule aliyohitimu elimu ya kidato cha 6. Mbele ya jina la shule yake ataona neno lililoandikwa waliochaguliwa. Akichagua neno hilo, ataona jina au majina ya waliochaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa mujibu wa sheria mwaka 2025, ikionyesha kambi aliyopangiwa, mkoa na wilaya ilipo kambi hiyo. Ili kuona majina yote ya vijana na kambi walizopangiwa, mtumiaji atapakua JKT PDF 2025 iliyopo juu kulia katika ukurasa huo. Mkuu wa Jeshi la Kujenga Taifa Meja Jenerali Rajabu Nduku Mabele anawakaribisha vijana wote waliohitimu kidato cha 6 mwaka 2025 ili waweze kujiunga na vijana wenzao katika kujengewa uzalendo, kufundishwa nidhamu, ukakamavu, umoja wa kitaifa, stadi za kazi, stadi za maisha na utayari wa kulilinda na kulitumikia taifa lao. Jeshi la Kujenga Taifa linaendelea kuwasisitiza na kuwaomba wazazi na walezi wawaruhusu vijana wao ambao watakuwa wamechaguliwa kujiunga na mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, kwa sababu tunapowaita wa vijana tunawafundisha na kuwaandaa kwa ajili ya makuzi yao, kwa sababu wametoka kulelewa shuleni. Sasa hivi baada ya kwenda vioni au kwenye shughuli mbalimbali wanaenda kujitegemea, wanajiendea kama wao. Kwa hiyo tunaenda tunawajengea ule uzoefu, kuwajengea kujiamini, kwa sababu ataenda kuanza maisha ya peke yake. Kwa hiyo tunaomba sana wazazi na walezi wawaruhusu wa vijana waje kwa ajili ya mtakabali wao wa maisha yao. JKT ni mahali salama, mahali ambapo kijana anafundishwa kuwa na nidhamu, anafundishwa kupenda kazi na kujitolea na kulipenda taifa lake. Kwa hiyo nawaomba sana wazazi wawaruhusu vijana wao waje kuhudhuria mafunzo haya ya Jeshi la Kujenga Taifa. Na vile vile vijana wote watakuwa wamechaguliwa, tunawaomba tu waje wahudhurie mafunzo haya
kwa sababu wenzao wengi tu ambao wako vioni walishahudhuria mafunzo hayo na yana faida kubwa sana. Karibuni hatujapata sana hilo tatizo la vijana kutohudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Vijana wengi karibia wote tunaowaita uwaga wanahudhuria, wanafika na wanafanya mafunzo yao. Ndio maana tunawaasa wale wote watakao chaguliwa, kwa sababu wenzao wengi wanafanya hayo, wanahudhuria hayo mafunzo bila shida yoyote. Na siwezi kuwa sina namba ya kusema labda wangapi walichukuliwa hatua kwa sababu hawajahudhuria, kwa sababu asilimia kubwa sababu wanapenda kuhudhuria mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa. Ndio maana hii inaitwa kwa mujibu wa sheria ni ya lazima. Unaona? Lakini sasa kuna kipindi hapo ambapo mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa yalisimama. Unaona? Kwa hiyo kutokana na baadhi ya miundombinu na nini, lakini sheria ipo. Ilipoanzishwa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa, ndio maana inaitwa kwa mujibu wa sheria, ina maana kila mtu lazima aende. Sasa kutokana na changamoto mbalimbali za hasa za kibajeti, ndio maana wanachaguliwa baadhi, sio wote.